Siku hizi watu wengi, siku hizi tulizo nazo, watu wengi wangependa kuona wakitenda miujiza. Yani wakiwaombea watu wenye mapepo, mapepo yanatoka na kukimbia. Au wakiwaombea wagonjwa wanaona wanapona papo kwa hapo. Au wangependa kuona wakitamka neno lina mambo yanafanyika. Lakini mpendwa, bado wanashangaa kwamba haya mambo hayatokei. Na wengi wanakuja kuambiwa labda wewe labda hauna imani ya kutosha. Labda imani yako sio kubwa kutosha au ya kutosha kufanya muujiza huu. Na ndio maana naona hata manabii hawa wanapotosha ninyi. Hawa wanaojiita mitume, hawa wanaojiita mababa zenu wa kiroho, mama zenu wa kiroho, mnaamini wao kwamba wana imani kubwa kuliko wewe. Na ndio maana wao wana upako wa kuweza kutenda miujiza hiyo wanayotenda, kuwarudisha misukure, sijui kuwaponya wagonjwa waliopagawa na mapepo au wenye magonjwa aina mbalimbali. Kwa hiyo na ninyi sasa mmekuwa mnashangaa, yani hamuelewi kwa nini mimi, mbona haya hayafanyiki? Mbona haya, yani mimi nikiombea watu sioni wakipona. Mpendwa, nataka nitoe tahadhari hapa mwanzoni kwamba mpendwa, wewe na mimi au yule nabii yenu, mchungaji wenu, askofu, mtume wenu au sijui watumishi wenu hao na wengine wengi, hakuna yeyote anayeweza kutenda muujiza. Muujiza mpendwa anayetenda ni Yesu, na kama muujiza hujatoka kwa Yesu, basi ametenda ni shetani. Maana siku hizi na nyakati tulizo nazo, miujiza mingi inatoka kwa mwovu shetani. Kwa hiyo tunataka mpendwa tujue, je, unahitaji imani kiasi gani ili kwamba utende muujiza huo ambao ungependa utendeke katika maisha yako. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Popote pale ulipo mpendwa, katika siku ya leo kuweza kusikiliza ujumbe huu, mpendwa, ninapenda nikushukuru sana, na pia nikutamkie baraka katika jina la Yesu Kristo. Kwamba mpendwa, haijalishi unaishi katika mazingira gani, unapitia mateso gani, unapitia vita ya namna gani, mpendwa, haujui utatoboa kwa namna gani. Umeomba majibu hayatoki, unazidi kuamini, lakini unaona kwamba vitisho vinaendelea kukaribia sana. Yani unaona kwamba na siku zinaisha. Mpendwa, nataka nikutamkie baraka katika jina la Yesu Kristo, kwamba ukapate kushinda, na ushindi huo uweze kuutumia mpendwa kutoa shuhuda juu ya ukuu wa Yesu Kristo. Maana tunapolitaja jina la Yesu Kristo mpendwa, hakuna chochote ambacho kinaweza kuwa pingamizi katika maisha yetu, au kinachoweza kuwa pingamizi dhidi ya jina la Yesu Kristo katika maisha yetu mpendwa. Kwa hiyo ni vema ukatumie jina lipitalo majina yote. Maana inapotajwa jina hili mpendwa, maandiko matakatifu yanasema wazi kwamba kila goti lazima lipigwe, kuanzia juu mbinguni, hapa duniani na kuzimu. Lazima wote wanapiga magoti, na kila ulimi unakiri kwamba Yesu ni Bwana wa mabwana, hakuna mwingine aliye kama yeye. Haleluya! Bwana apewe sifa mpendwa, kwa kuwa wewe unaendelea kuishi maisha ya ushindi. Unamtafuta Yesu, unamtaka Yesu, sio kutabiriwa na kutishwa katika njia mbalimbali. Mtu anakuombea, anaanza kutabia mambo ambayo hata huyaoni. Yani wanaanza kukubandikizia au kukutupia mambo ambayo asijui mpaka anafikaje katika ufalme wa Mungu. Yani mtu anakuambia kuna laana ambazo bado zinakufuata, na wewe unajua niko ndani ya Yesu Kristo. Wapendwa, iweni macho na hao wanaowaombea, hao ambao wanawaambia wao ni waombaji au ni manabii, ni watumishi, yani wakubwa wa Mungu wa viwango vya juu, wakiomba Mungu anasema, Mungu anatenda, sijui anawatumia kwa njia hii. Wanajaribu kuprove hata kwako muujiza ambayo inatendeka maishani mwao. Pendwa, sisi
atumutake Yesu Kristo kwa hali zote, nguvu na mali. Pendwa, hata kama itakugharimu your own life. Unasema nikifa ndani ya Yesu Kristo ni faida. Maana hasara kubwa ni ile wewe utakapokufa huko ndani ya Yesu Kristo. Pendwa, tunaishi katika dunia hii ambapo watu wengi wanatishwa na miujiza. Wanashawishika sana. Wanashawishiwa sana na miujiza. Watu wakishaona wewe mtu yeyote ambaye anamtaja Yesu au ana Biblia mikono na kisha tena muujiza, ndio wanaamini kwamba ni mtumishi wa Mungu. Lakini mpendwa, mimi katika siku leo nataka niongee na wewe juu ya swala la imani ambayo wewe unahitaji kuona makuu yakitendeka katika maisha yako. Na ndio maana katika siku ya leo nimekuletea ujumbe huu unaosema kwamba ukubwa wa imani inayohitajika kufanya yasiyowezekana. Yaani wewe uweze kutenda yasiyowezekana. Je, unahitaji imani kiasi gani? Mpendwa, watu wengi wanajidanganya, wanasema kwa kuwa mimi nina Yesu, au kama nilivyosema tunatumia jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo yanayotendeka yote ni kutokana na nguvu za jina la Yesu Kristo. Sio kwamba eti ni kwa kuwa wewe umesema. Sasa watu wengi wanajidanganya. Pendwa, hapa kuna kisa kimoja hapa kwenye Biblia. Tunaenda tutasoma katika Mathayo hapa. Tutasoma katika Mathayo sura ile ya 17. Ukianzia ule mstari wa kwanza ndio utaweza kupata picha halisi. Lakini sisi tutaanzia mstari wa 19 mpaka wa 21. Lakini mpendwa, nikuelezee tu kwa ufupi kilichotokea ni nini. Wanafunzi wa Yesu hawa ni wale waliokuwa wanatembea na Yesu physically. Walikuwa na Yesu physically. Sio wewe ambaye tunamhubiri Yesu kwako haujawahi kumuona. Mpaka wakati mwingine unaanza kuwaza mawazo na kupeleka mbali. Unaanza kufikia labda Yesu ni wa taifa la Israeli tu, au labda ni mambo ya udanganyifu wa kizungu sijui na nini. Kwa sababu ni dunia ambayo ni ya upotofu. Yaani upotoshaji umekuwa mwingi. Kwa nini? Kwa sababu ya ujuzi mwingi na uelewa mwingi. Watu wanadhani kwamba sasa hivi wanaona mbali, wanawaza mbali. Wanafanya critical thinking, wanafanya critical analysis. Mambo kama haya ni wanafalsafa, wanaona mbali. Kwa hiyo watu wanapotoshwa sana. Pendwa, sasa hawa ni wanafunzi wa Yesu. Wao walikuwa na Yesu. Walikuwa na Yesu. Sembuse wewe ambaye unamsikia Yesu, tunamtangaza, tunamhubiri kwako Yesu wa Nazareti, yule aliyekuja mpendwa, akawacha utukufu wake wa kimungu huko mbinguni, akafika duniani, akaja kazaliwa kama ulivyozaliwa kama mwanadamu, akaishi maisha haya, akapitia mapito na magumu nayoyapitia, hata yeye akapitia mabaya kuliko wewe ambayo umeshayapitia kwenye maisha yako. Mpendwa, huyu Yesu huyu, kuna wanafunzi waliokuwa wanatembea naye. Sasa ilitukia sehemu moja, akaja baba mmoja ambaye mtoto wake alikuwa na mapepo au alikuwa na kifafa kama utapenda. Sasa jamaa alileta mtoto wake ili kwamba wanafunzi wa Yesu wamuombe apate uponyaji, wamponye. Jamaa alileta pale, wakaomba wale wanafunzi wa Yesu. Usianze kuniuliza kwa hiyo walikuwa hawana imani au walikuwa hawana nini. Lakini tuone taratibu kwanza mpendwa. Kwa hiyo waliomba, wakaomba mpendwa. Lakini yale mapepo au kile kifafa hakijaondoka. Akikutoka mpendwa. Na wewe inawezekana ni vivyo hivyo uko ndani ya kanisa. Sasa unahitaji imani ukubwa kiasi gani? Ni ukubwa wa kiasi gani wa imani ambayo unahitaji wewe ili kwamba upate kutenda muujiza? Ombea mtu mwenye mapepo, mwenye kifafa apone. Maana hawa wanafunzi walikuwa na Yesu physically. Hapa ndio utajua mambo ya Mungu mpendwa. Sio kama vile wewe unavyowaza. Mungu hatuwezi kumuelewa kamwe.
Unahitaji Roho wa Mungu tu akuweza akuishi na kutembea na kutenda na kuenenda katika utukufu wake mpendwa, na kushuhudia makuu yakitendeka ndani ya maisha yako. Kwa hiyo jamaa waliomba, wakaomba, wakakemea, sijui kama najua hajatumia maji kama manabii zenu, hawakutumia vitambaa vya upako na mafuta ya upako, lakini waliomba, maana walikuwa wanajua si bosi hapa yupo Bwana. Wakaomba. Uenda wao labda sijui kama waliomba wakiamini kama tapona, I don't know. Hapa sijui mpendwa. Hayo ni maswali ambayo wewe na mimi hatutakiwa hata kwenda huko. Lakini tujue kwamba waliomba mpendwa, lakini hajapona. Je, hawakuwa na imani? Na kama walihitaji imani kiasi gani? Maana walikuwa na Yesu pale. Lakini wewe unamsikia Yesu ndani unapokuja Jumapili. Na hata Yesu sasa hivi hahubiriwi ndani ya kanisa lenu. Wanahubiri masuala mengine, jinsi ya kutoboa, kufanikiwa, kubarikiwa, kuondoa laana za ukoo, laana za kinini, laana za hiki. Sasa wapendwa, sisi tuko ndani ya Yesu Kristo. Acheni kutubebesha laana za ukoo. Acheni kutubebesha yale ya kitoto, ya laana za utotoni huko. Tulisha kuingia ndani ya ufalme kwa Yesu mpendwa. Unajua injili sasa hivi ni za ajabu. Yaani mpaka watu wanatuambia kwamba tunakuja na mambo ya shetani katika ufalme wa Yesu Kristo. Wewe, hayo mambo yanaanzaje wapendwa? Yaani mtu umezaliwa kwa mara ya pili, ukabatizwa, ukafa, ukafufuka na Yesu. Bado anakuambia bado unalala, kuna mambo yaliyofanyika ajua maisha yako ukiwa mtoto mdogo. Ndio yanakuumiza. Ndio yanaharibu maisha yako. Waache. Kwa hiyo mpendwa, waliomba wale. Wakaomba lakini mtoto hajapona. Kwa hiyo mpendwa, jamaa akaona sasa hapa ni shida. Kwa hiyo alipomuona Yesu mwenyewe, ikabidi sasa aende kwa Yesu. Akamsihi. Akamwambia, kwanza alipiga magoti mbele ya Yesu. Akasema, Bwana mhurumie. Mwanangu yeye ana kifafa mpendwa. Akasema, hawa jamaa nimemleta kwao. Lakini hawakuweza kumponya. Tuanzie mstari wa 17 mpendwa. Tunasoma Mathayo 17, tuanzie 17 mpendwa. Basi Yesu jamaa alipokuja akasema hivyo. Yesu akasemaje? Akasema hivi. Yesu akajibu, enyi kizazi kisichoamini na kilichopotoka, nitakaa nanyi mpaka lini? Nitawavumilia mpaka lini? Mleteni mvulana hapa kwangu. Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamtoka yule kijana, naye akapona saa ile ile. Kwa hiyo Yesu anawaambia, enyi kizazi kisichoamini. Sasa hapa walioshindwa kumponya yule mtoto ni wanafunzi wa Yesu. Na Yesu anasema, enyi kizazi kisichoamini. Na Wakristo mko hivyo hivyo. Yaani ni Wakristo wapagani. Hamumwamini Yesu, mnaliamini hilo jamaa. Mnaamini kwa kuwa ninyi ni wa dini fulani. Na ndio maana hauwezi kutenda muujiza kwa sababu wewe eti ni Mpentekoste. Maana wewe ni kweli hamumwamini Yesu Kristo. Hamwamini katika jina hili. Na ndio maana sasa hivi mmebadilisha imani zenu kwenye vitambaa, kwenye maji ya upako, kwenye chumvi, katika manabii, na mitume, na wanatheolojia, na walimu wenu,
na sio ndani ya Yesu Kristo, mpendwa, hauwezi kutenda muujiza. Haiwezekani kutenda muujiza hapa. Lazima mpendwa uwe na imani ndani ya Yesu Kristo. Naona akawaambia, yenyi kizazi kisichoamini, hivi nitawavumilia mpaka lini? Kizazi kisichoamini na kilichopotoka. Nani ninyi wapendwa, mmepotoka. Anasema nitakaa nanyi mpaka lini? Nitawavumilia mpaka lini? Anasema mlete hapa. Wanamleta na kemea pepo anaondoka. Alafu angalia maajabu hapa. Tunaongelea mpendwa ukubwa wa imani ambayo wewe unahitaji au unatakiwa kuwa nayo ili kwamba ufanye mambo yasiyowezekana. Labda kumekuwa na magonjwa mpendwa katika familia, yani kwa muda mrefu, au ni shida zingine au shida nyingine ambazo mpendwa wewe binafsi unazifahamu shida hizo. Basi hapa sasa mstari wa 19, akisha wanafunzi wakamwendea Yesu wakiwa peke yao. Kwa hiyo wakiwa ameshakuwa sehemu ya faragha, wakamuuliza sasa, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa? Naona sasa na wao mpaka sasa hivi hawajafahamu imekuwa kuwaje, yani mpaka wao hawajaweza kumtoa yule pepo akile kifafa. Sasa wanamuuliza Yesu. Pendwa, imagine hawa ni wanafunzi ambao walikuwa wanatembea na Yesu. Haleluya. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie tuweze kumwamini Yesu mpendwa. Imani yetu isiwe katika vitu tulivyo navyo. Imani yetu isiwe katika watu ambao wametuzunguka. Imani yetu isiwe katika mtu mwingine, nabii au hivi vitambaa vya upako mafuta sijui na nini. Pendwa, iwe ndani ya Yesu Kristo, kwamba anayetenda ni Yesu na sio sisi. Kwa wakamuuliza hivyo, na Yesu akawajibu, kwa sababu ya imani yenu ndogo. Sasa hapo naweza kujiuliza, sasa ilikuwa ndogo kiasi gani? Labda hawa walikuwa wanaomba wakiwa na mashaka. Maana yani wanaomba lakini imani imo, lakini bado imechanganyikana. Na wengi wenu ndivyo mlivyo. Unaona labda mchungaji tu anaweza kuniombea au nabii. Ndio maana unaona mnakuwa mnaelekezana, peleka kwa nabii fulani, peleka kwa fulani, afanya hivi. Unaona mambo ya namna hii. Wewe akawajibu, ni kwa sababu ya imani yenu ndogo. Mimi naamini hii imani kwamba mpendwa ilikuwa bado yani wana mashaka, wana wasiwasi kwamba hapa kweli mimi naweza, na najua hata wewe mwenyewe huwa unajidharau. Kwani kwa sababu haujaambiwa kwamba unaweza kuhamisha milima, kutenda yasiyowezekana mpendwa. Na maana sio wewe unayefanya, ni Yesu Kristo. Kwa hiyo akawaambia hivi, ninawaambia kweli, mkiwa na imani ndogo kama punje ya haradali. Anasema imani ndogo tena, lakini amesema alikuwa nayo ndogo. Lakini kumbe ilikuwa ndogo kiasi kwamba ilikuwa haifikii ile mbegu. Excuse me. Ilikuwa haifikii ile mbegu ya haradali mpendwa. Kwa hiyo kanawaambia, yani imani yao ingekuwa kiasi kile, yani ni katu kadogo sana, mbegu ndogo kuliko zote dunia. Akasema wangekuwa na imani kiasi kile. Sasa wewe mpendwa, nakuuliza katika siku ya leo, je, una imani kama hii mpendwa? Imani mpendwa. Akasema wangekuwa na imani kama ile wangefanyaje? Anasema hivi, mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende pale, nao utaondoka, wala hakutakuwa na jambo lisilowezekana kwenu. Pendwa, amesema wazi
ukiwa na imani mpendwa, ndogo kama punje ya haradali mpendwa, amesema utawaambia mlima ondoka. Matatizo ulionayo utasema katika jina la Yesu Kristo, ninaamini kwamba ninishindia Yesu. Yatatoka mpendwa magonjwa, ashida unazozipitia unafahamu. Utasema ondoka. Ndo hapa anaposema mlima. Hajasema uende kwenye mlima Kilimanjaro au mlima Meru waanze kusema mlima Hama anaenda pale. Hapana, kile kishaondoka mpendwa. Mlima anaongelea shida, matatizo ulionayo. Anasema ukiwa na imani kama punje ya haradali mpendwa, anasema utaambia ondoka, na anasema mpendwa utaweza kufanya yasiyoweza. Amesema hakuna jambo lolote au kitu chochote ambacho hakitawezekana. Sasa kwa nini hakuna tenda ameujiza mpendwa? Maana ulikuwa unajiuliza, hivi nahitaji kuwa na imani gani? Kweli mimi naweza kutenda muujiza? Mimi hapa nilivyo naweza kutenda. Mpaka yale unaanza kujidoubt mwenyewe. Unaanza kujishusha mwenyewe. Unaanza kujibesi mwenyewe. Hata Yesu yeye mnayemwamini unaanza kumshusha. Unaanza kumdharau Yesu. Mpaka unawaamini hao manabii. Unawaamini hawa mitume. Unawaamini hawa maaskofu zenu. Unawaamini hawa walimu wenu. Kwamba kwa kuwa yeye amekufundisha lazima utafanikiwa. Hapana mpendwa, haufanikiwi kwa kuwa amekufundisha yeye. Hapa mpendwa, imani ndiyo inayohitajika. Ndicho kitu cha msingi sana imani. Na akatuonyesha kabisa ni ukubwa gani. Ukubwa gani mpendwa? Ukubwa wa imani ambayo itakuwezesha wewe kufanya au kutenda yasiyowezekana. Amesema mpendwa, sio maneno yangu. Anasema punje ya haradali. Haradali mpendwa, amesema Yesu mwenyewe. Haya sio maneno ya Paulo, haya sio maneno ya Marko, haya sio maneno ya Luka, haya sio maneno ya Yohana, sio maneno ya sijui ya nani mpendwa, ya Petro. Ni maneno ya Yesu mwenyewe, anawaambia wanafunzi wake. Alafu wewe kwa sababu sasa hivi kuna upotoshaji mwingi, mtu mwingine anaweza kukwambia haya aliwaambia wanafunzi wake, sasa na wewe ni mwanafunzi wa nani? Hiyo ndio swali na wewe unatakiwa ujibu. Maana mimi siko hapa nijihubiri mwenyewe ili kwamba nikufanye uwe mwanafunzi wangu. Hapana pendwa, na kufanya uwe mwanafunzi wa Yesu. Na sisemi kwamba uwe na imani ndani yangu, yani niamini mimi. Maana neno la Mungu linasema amelaniwa yeyote anayemwamini mwanadamu. Kwa hiyo mpendwa, wewe kama unasikiliza mahubiri haya ni kwa sababu naamini yale mahubiri yana upako ndani yake, na kuonyesha njia sahihi kwamba Yesu pekee ndiye njia, kweli na uzima, kwamba tumkae ndani ya Yesu Kristo mpendwa. Tukiwa na imani ndani ya Yesu Kristo, maandiko matakatifu yamesema wazi hapa kwamba utatenda mpendwa, au utafanya yasiyowezekana maishani mwako. Hayo masumbufu, magonjwa, sijui vitu gani, hayo yote unayoyaona kwenye maisha yako, hautakuwa na haja au sababu ya kwenda kumuuliza nabii. Hawa watabiri wa ndoto, sijui hawa wanaotoa unabii na nini, hata wana karama zao. Hapana mpendwa, amesema hapa wewe kama una imani yenye ukubwa wa punje ya haradali mpendwa, amesema kwamba wewe utaweza kuambia mlima, shida yoyote ulionayo kwenye maisha yako, tatizo lolote hapo, utasema katika jina, wewe una dhambi na kutesa maisha, utasema ninakusimamisha, ninakuondoa katika maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, na itafanyika hivyo. Sio magonjwa peke yake. Na ndio maana ametumia neno mlima pendwa, ili kwamba wewe ujue. Na akasema sasa kwamba, akasema wazi mpendwa kwamba ameweka vizuri, akasema kwamba nao utaondoka, wala hakutakuwa na jambo lisilowezekana kwenu. Hajasema kwa manabii, hajasema kwangu mimi,
hajasema kwa mtumishi, yani hajachagua watu fulani. Amesema hapa kwa kila mtu ambaye ana imani ya kiasi chao au ya ukubwa huu, mpendwa, ambao ni punje ya haradali, mpendwa. Yesu Kristo mwenyewe. Sasa wewe kuanzia siku ya leo, wewe ndio utaamua. Hii hayakuwa mnapotoshwa kimbia huku, nenda kwa yule ndio anaonekana na upako. Usijui ni mpendwa, ni upuuzi na yani mmepotoshwa. Maana amesema hapa wewe mwenyewe unaweza kutenda na kufanya, mpendwa. Ili wewe cha muhimu tu ni kuwa na imani kiasi au yenye ukubwa wa punje ya haradali, mpendwa. Mambo yote utaona yanatendeka, mpendwa. Mpendwa, ujumbe huu unaishia hapa katika siku ya leo. Usisahau kuwapa ndugu na jamaa na marafiki, nami nakuombea kwamba upate kubarikiwa na kuwa na imani ambayo itakuwezesha kuhamisha milima, mpendwa, na kutenda yasiyowezekana mbele za macho ya watu, ili kwamba upate kumtukuza Mungu. Mpendwa, ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amina.